Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao tunashukuru Mungu kwa ajili ya kutujalia uhai na tukawa miongoni mwa viumbe ambao wako hai, kwa sababu hii dunia ni mapito. Yani tunapitia kwa muda mchache kisha tunasaulika na kisha tunarejeshwa kwake Mwenyezi Mungu, na tutafufuliwa siku ya kiyama na kila mja atalipwa kwa yale aliyoyachuma katika hii ardhi. Na tukifika wakati kama huu huwa tunatokea katika kiwanja, lengo na kusudio kubwa ni kufikisha kalima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na Muhammad ni mtume wake. Na lau wanadamu wangelijua hili, basi wangelitamka na kulifuata, basi wangefaulu dunia na kesho akhera, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mtoaji wa riziki na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuingiza watu katika janna, na yeye mwenyewe ndio atawaingiza watu katika motoni. Mimi wananiita Salim, wewe wanakuita nani? Mimi wanaita Paul Kundu. Paulo, yeah. Asante sana. We Paulo, Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo. We ni Mkristo. Asante. Sasa swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Kwa niaba ya walimu mimi ndio nimesimama. Nimekuwa ninataka nijue hii Qur'ani yenyu iliteremshwa kwa njia gani? Iliteremshwa kama maandiko kama ilikuja fulufulu vile kama kitabu hivyo tu. Mimi nilikuwa nataka niulize Waislamu. Asante sana. Nataka kujua hii Qur'ani iliteremshwa namna gani? Kwanza hii Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia katika 17:105 Qur'ani anatuambia kitu gani? Namna Qur'ani ilivyoteremshwa atatueleza vizuri sana, wala usiwe na wasiwasi. Atakueleza namna Qur'ani ilivyoteremka na imeteremka namna gani na imekuja mpaka ikatufikia namna gani. 17:105 Qur'ani, hebu angalia uone namna ilivyoteremka hii 17:105 inasema. Naam. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Kwanza Mwenyezi Mungu anatueleza kwa ajili ya kuileta haki katika ulimwengu. Tumeteremsha Qur'ani. Asante. Na kwa haki imeteremka. Na kwa haki Qur'ani imeteremka. Sikiza sasa imeteremka namna gani? Na hatukukuleta ila uwe mtoaji wa habari njema na mwonyaji. Asante. Na Qur'ani tumegawanya sehemu mbalimbali. Asante. Kwa kuteremshwa kwa kuiteremsha kidogo kidogo, yani Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo. Unaona? Yani haijateremka mara moja pap, hapana. Qur'ani imeteremka kidogo kidogo. Mbona iteremke kidogo kidogo? Haikuteremka mara moja pap. Sikiza kwa nini? Ili wasomee watu kwa kituo. Kwanza uwasomee watu kwa kituo na pia iwe nyepesi kuhifadhika. Teremka. Na tumeteremsha kidogo kidogo iwe wepesi kuhifadhika na iwe wepesi kuhifadhi. Ndio unaona duniani hakuna kitabu watu wamehifadhi kama Qur'an, na kitabu ambacho kinasomwa sana duniani ni Qur'an kwa sababu ni huda linas. So Qur'ani imeteremka kidogo kidogo, kwanza ndio watu waweze kusomewa na kuifahamu, kisha ikateremka kidogo kidogo ndio iwe nyepesi kuhifadhika. Bara vizuri Lakini hii sasa kuteremshwa kidogo kidogo imeteremka katika kifua cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imeteremshwa na malaika mwenye nguvu, mwenye uweza, anayejulikana kama malaika Jibril. 26,191 Qur'ani. Ni kuonyesha namna mpaka ilivyofika mpaka sisi tukaipata. Manake ni mwongozo kwa ajili ya watu. Sikiza vizuri. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Mola wako ndiye mwenye nguvu, mwenye rehema. Asante. Na bila shaka hii Qur'ani ambayo umeuliza habari zake ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote Qur'ani, sio fikra za watu, hapana. Ameteremsha haya muisha sheria mwaminifu Jibril. Yani aliyeteremsha sasa anaitwa malaika Jibril, ambao ni amiri wa malaika wote. Huyu malaika Jibril ambaye ndio huwa analeta sheria kwa manabii, analeta ufunuo. Sikiza habari alivyoileta kwa nani? Juu ya moyo wako. Tena ameleta juu ya moyo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Qur'ani imekuja kwa moyo.
wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawa anawafundisha maswahaba wake. Maswahaba maana yake ni wale disciples wake. Sawa akawa anawafundisha. Sasa ikaamrishwa, mtume kaamrisha iandikwe hii Qur'ani. Ikaandikwa Qur'an na akawapatia mpangilio wa kuandika Qur'ani. Inaanza suratul Fatiha, inamalizia katika suratul Nas. Akawaonyesha vizuri na wakawa maswahaba wanamsomea mtume ndiye asikize kama ni venye ilivyoteremka. Para vizuri kwa sababu mtume alikuwa na mwalimu wake ambaye mwalimu wake ni malaika Jibril. Ndiye amemfunza Qur'an. So Qur'ani imekuja hivyo, na kisha Qur'ani haijateremka kwa lugha ya Kikuyu ama Kiswahili au Kiganda. Hapana. Qur'ani imeteremka kwa lugha hii 42:7 Qur'an. Sikiza vizuri. 42:7 Qur'an. Inasema hivi. Haya angalia babu 42:7 Qur'an. Ndio hii. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Yani Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Ikaja kwa mtume Mwarabu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alivyoteremshiwa ikawa ni mwongozo kwa ajili ya watu wote. Pata vizuri So Qur'ani ni kitabu chako. Ni kama imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Sisi tuko wapi? Sisi tuko hapa 21:107 Qur'ani. Tuko hapa tu. Wewe usiwe na wasiwasi. Tuko hapa. Wako ni hapa bwana. 39 kwanza, 39:41 Qur'an. 39. Tuanze hapo, si tuko wapi? Ni kweli imekuja kwa lugha ya Kiarabu, haijakuja kwa Kizungu, haijakuja kwa Kibrania, imekuja kwa lugha ya Kiarabu tena kwa mtume Mwarabu. Sasa mimi Mkikuyu na wewe Mkisii unaingilia wapi kwa hii Qur'ani? 39:41 Qur'an. Sikiza Mungu anatuambiaje. Sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa ajili ya watu wote. Rudia ndio asikie vizuri. Yani Mwenyezi Mungu ameteremsha hii Qur'ani sio kwa ajili ya Waarabu peke yake. Sikiza inasemaje? Sisi tumekuteremshia kitabu hiki, tumekuteremshia kitabu hiki bimaana Qur'ani kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote wa Kisii, wa Jaluo, wa nani. Qur'ani imeteremka kwa ajili ya watu wote. Ndio inaitwa huda linas. Ili kuwabainishia haki. Ili kuwabainishia watu wote haki. Usije ukasema hukupata kitabu chako ni Qur'ani. Ndio imekuja kwa ajili ya watu wote. Na mtume aliyopewa Qur'ani akafanywa sio mtume wa Waarabu peke yao, akafanywa ni mtume wa watu wote. 21:107 Qur'an. Mtume mwenyewe pia mwenye kupewa Qur'ani hakufanywa awe ni mtume wa Waarabu peke yake, hapana, kafanywa ni mtume kwa ajili ya walimwengu wote. Na ndio unaona leo Mkisii anakuwa Muislamu, Mkamba anakuwa Muislamu, Mjaluo anakuwa Muislamu, yani kila kabila, Msambaa anakuwa Muislamu, Muganda anakuwa Muislamu, kwa sababu ni dini ya watu wote, haikuwekwa iwe ya kabila fulani. Sikiza inasemaje 21:107. Piga fanusi yako. Mitume angalia hapa. Angalia kabisa. 21:107. Mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye alipatiwa utukufu, akatumwa kwa ajili ya watu wote. Na ndio unaona watu wote ambao wameamini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wanatumia lugha moja katika kufanya ibada. Utapata Mkisii pale Keroka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ni Mkisii. Unanipata vizuri na ni Mkisii. Akiingia pale, akitoka nje, kwa ile kwa tirimbo kile, hiyo yote ataongea huko nje. Lakini akiingia tu kwa msikiti lugha moja. Mimi Msapere nikiingia pale na sijui Kisii, mimi naendelea na ibada. Lakini ole wako wewe ambao ni Mkisii uingie hapa kwetu Central Sunday, wanatumia Kikuyu katika ibada, wewe utaelewa nini? Unaona? Lakini wewe ukiingia, wewe ni Mkisii Muislamu, ingia hapa Central, utapata Mkikuyu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unaona? Anakuambia Mungu ni mkuu. Unajua kila kitu anachozungumza, unajua kwa sababu nini? Hii ni dini ya watu wote. Alafu katika Biblia inasema hizo siku mtapewa lugha moja mpate kumuitia Mungu katika nia moja. 3:9 Sefania. Alafu ndio uinjike swali yako. Unajua haki iwezi kufunikwa. Haki lazima itabaki ni haki.
Para vizuri. Kama leo mimi nashangaa sana naonanga Wakenya ambao ni Wakristo wanashangilia sana, wanawasaidi upande wa Israeli. Israeli nzuri nini? Ukienda huko Wakristo saa hii Israeli hawajafika 2%. Waislamu kwa saa hii wako 38%. Unaona? Wako 38% Waislamu saa hii katika Israeli. Habari mpya hamna yazo hizo. Na ndio unaona hata wale wanaoenda wakitoka Kenya, wale wanakuwa wanaitwa nani hawa? Hawa watalii wale ambao wanaenda wakiwa kama Wakristo hivi, wakiingia kule wanazunguka, wakirudi hawaongei kuhusu huko, kwa sababu wamestuka. Walikuwa nadhani wanaingia katika nchi ya Kikristo, ndio Ukristo chimbuko lake, wanapata hamna hata Ukristo mle, ni Uislamu tupu. Wakiingia kwanza, ukienda unaambiwa ati hapa ndio Yesu alibatizia watu sijui nini, kando yake unapata ni msikiti. Wanashangaa, la, kwani inakuwa kwaje hii sehemu? Sasa wakirudi wanakaa kimya, kwa sababu wanajua wakitoboa siri watu wote watahama. Para vizuri, mle hamna Ukristo. Ukristo utaupata hapa Europe kidogo, na Europe sasa inabadilika, wanaachana nayo. Ile nyingine utaipata hapa Vatican, Italy, ndio utapata kidogo, kuna ile chembe chembe imebaki, lakini wanakuja wakisilimu. Europe sasa watu wanasilimu, kanisa zinafanywa ni misikiti. Manake wazungu wezi wadanganya sana, wanasoma, wanaona hapana, dini ya haki ni ya Uislamu. 3:9 Sefania. 3:9 mambo ya Sefania inasema, maana hapa ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa, sio taifa, mataifa lugha iliyo safi. Sikiza, wakirudishiwa wanafanyia nini hiyo lugha? Wapate kulitia jina la Bwana. Wapate kuliitia jina la Bwana, maanake wanatumia lugha moja kuliitia jina la Mungu. Hakuna Mungu anayetumiwa lugha moja kuitwa isipokuwa Allah. Ukienda kwa Mjaluo Allah, ukienda kwa Masai Allah, ukienda kwa nani Allah, wanatumia jina moja ya kumuitia Mungu. Malizia. Kulitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Tena wanamtumikia kwa nia moja. Waislamu wanakuwa na ile nia moja. Ikifika wakati wa sala, wanaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, wanaacha kila kitu, wanania. Na kila kitu katika Uislamu unachofanya katika ibada ni nia inaangaliwa. Nia ndio inaangaliwa. Hapo nimekupata. Umenipata vizuri Ndio sasa tutoke hapo kabisa. Haya. Biblia na kumaanisha hii Biblia kitabu takatifu, Qur'ani kitabu takatifu. Sasa uweze amini Biblia. Biblia nakosa kuiamini kwa ajili ya vitu mbili tatu. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu na haijulikani ilipewa nabii gani. Na Biblia tunavyopata katika historia imeandikwa chini ya King James Version 19 imeandikwa chini ya King James, amri aliyotoa katika 1611. Unaona? Ndio alituma watu waende wakakusanye watafute waandike Biblia. Unaona? So kitabu ambacho hakina nabii na hakijulikani katika misingi yake, ndio unaona kinakuwa na uzito kukifuata. Na ndio unaona hata Wakristo hawafuati Biblia. Hamna Mkristo utampata dunia nzima anayefuata Biblia. Hamna, wala hapatikani Mkristo anayefuata Biblia. Unampata vizuri? So kuiamini Biblia inakuwa ni uzito saa zingine. Kwa sababu Biblia ukiifungua kuna mambo inasema, wewe nikikusomea leo huwezi yaamini. Wewe unaamini mambo yote katika Biblia? Mimi naamini Biblia. Mambo yote unaamini? Mimi naamini wanasema nyumbani kwetu. Asante. Sikiza Biblia inasemaje, Kumbukumbu la Taurati 25:11. Uniambie kama hiyo pia unaamini na unafuata. Kumbukumbu la Taurati inasema 25:11 Kumbukumbu la Taurati. Somee vizuri aone, aniambie pia kama hiyo yeye anaamini na anafuata. 11:25. 11:25. 25:11. Kumbukumbu la Taurati. Sikize ndugu yangu. Washindanapo waume wao kwa wao, akakaribia mke wa mmoja wapo. Wa mmoja wao, yani wanaume wanapigana wawili, akakaribia mwanamke wa mmoja wao. Sawa Nani anasema kwanza? Si umeniambia maneno ya Mungu wewe? Si wewe umeniambia ni maneno ya Mungu haya? Sasa hayo tena unaniuliza nani kasema? Si iko ndani ya Biblia? Si wewe sasa tena umeanza kuiruka na tujaimaliza. Sasa wewe ndio umeniambia unaamini mambo ya Mungu, ni mambo ya Mungu. Sasa mimi nakutolea moja ndio uniambie kama hii unaiamini. Lete mfano kwa watu wengine. Biblia imeshaleta mifano kwa watu wabaya. Wacha tusikie kama ni mifano. Malizia.
washindanapo waume wao kwa wao. Wanaposhindana wanaume wawili kwa wawili manake wanapigana. Akakaribia mke wa mmoja wapo. Mke mmoja akaona bwanake analemewa anagongwa. Ili kumuokoa mumewe, ili akuje kuokoa bwanake kwa sababu bwanake analemewa. Katika mkono wa ampigae yule mke akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake. Akakamata tupu ya ule mwanaume mwingine. Si unajua tupu ya mwanaume? Yani mwanamke akakuja akaishika hivi, sawa? Anapoishika hivi, sawa, ili asaidie bwanake. Teremka kidogo. Ndio nataka tulemke kidogo. Teremka kidogo sasa. Umkate yule mkono wake. Sasa Biblia inasema ule mwanamke lazima atakatwa mkono. Wakati alikuwa anakuja kusaidia bwanake kwa sababu bwanake amelemewa. Biblia inasema ule mwanamke lazima akatwe mkono. Teremka. Umkate yule mkono wake. Lisiwe na huruma jicho lako, wala jicho yako isionee mwanamke huruma. Na mwanamke kosa yake ni nini? Amekuja kuulizia bwanake wakati bwanake anachapwa. So Biblia inasema mwanamke akiingilia hiyo vita akasaidia bwanake anafaa akatwe nini? Mkono. Wewe unakubali hii, si ndio? Sababu ni Biblia. Nitafanya research kwanza. Kwani sasa Biblia unaenda kufanya research? Juu nimekwambia saa nyingine naweza mifano. Hii sio mfano, hii ndio imesema wewe ukipata wanaume wawili wanapigana, bibi yako akaja kukuulizia kwa sababu anaona unawezwa, akachukua mkono wake akapiga fist, akashika ule sehemu yake ya kiume ili akuachilie. Unaambiwa mkimaliza tu kupigana, ule mwanamke inaitwa kijiji mzima, mwanamke anakatwa ile mkono inaenda inazikwa. Anabaki bila mkono ule mwanamke. Kwa mfano mimi naenda tunapigana. Unajua mimi sijaweka hiyo Biblia. Mimi nimeipata nikasoma. Ndio nikakwambia sijapata Mkristo anayefuata Biblia. Katika hii dunia sijampata. Labda awe mwingine anayekuja. Kwa sababu mambo yaliyopo pale mazito. Ndio nikakwambia Biblia huwezi kusema ni kitabu kitakatifu kwa sababu ndani yake kuna mambo wewe mwenyewe huwezi yafuata. Tulia dakika moja. Umenielewa? So ndio hiyo. Sasa kama uko na swali lingine ndio hiyo. Lakini Qur'ani, maneno ya Qur'ani mashaallah alhamdulillah, kwa sababu ni kitabu kilichotoka kwake Mwenyezi Mungu, hakijawekea uzito wa wanadamu. Kimewekea wepesi katika kila jambo. Kila jambo limewekwa wepesi katika Uislamu. Haijawekwa uzito. Ndio unaambiwa katika Uislamu kama ukipata mwanamke mzinifu na mwanaume mzinifu wote wawili wanafaa wapigwe mawe wafe. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanaume ameruhusiwa kuoa wanawake wanne. Mbona hakuoa mwanamke? Yeye anafanya zinaa. Zinaa inaleta ufukara, zinaa inaleta maradhi, zinaa inaleta uchafu mkubwa katika umma. Kwa sababu ndio kutapatikana umefanya zinaa, unachukua uchafu, maradhi unapelekea mke wako, mnakufa, entire family inakufa. Kwa ajili ya huyu mtu mmoja kwenda kufanya haya machafu. Lakini angalia hekima iliyotumia Qur'ani, anapopatikana kijana na msichana, kijana hajaoa, msichana hajaolewa, wakafanya zinaa, wao hawauawi, wanachapwa viboko. Kwa sababu wao bado hawajaoa. Lakini wewe uliooa, wewe ni ujinga uko nao. Kwa sababu unaacha mke wako unaenda kufanya machafu na mwingine, na kama umempenda huyu mwingine si umuoe. Na nafasi umepewa. Yaani imeweka balance kwa kila jambo. Sasa injika swali tulisikie. Sasa nitauliza kuna vitu zingine upande wa Uislamu sisi nakubali hao wakubali. Kama sisi tumesoma vizuri, tumefika mahali tumefika. Nyinyi mnasoma vizuri Biblia, mnafika mega. Sisi tunasoma vizuri, lakini ikifika wakati wa kuchinja, sisi tukichinja mkuli, lakini nyinyi mkichinja tunakula. Kwa nini? Nataka nijue kwa nini, nielewe kwa nini. Asante sana. Unataka kuelewa kwa nini nyinyi mkichinja hatukuli na sisi tukichinja mnakula? Ni kwa sababu, hebu nieleze kidogo, Wakristo wana sheria yoyote waliopatiwa ya kuchinja? Kwa sababu kuchinja kuna sheria. Kila jambo duniani lina sheria yake. Venye unaona huwezi nunua gari, wewe ndio umenunua gari, umeenda pale Toyota Kenya ukachukua gari lako. Ukitoka barabarani huwezi endesha hiyo gari bila insurance. Kwa sababu kuna sheria imewekwa na nchi. Alafu hiyo gari ukiendeza lazima wewe dereva uwe na license. Alafu acha hivyo, huwezi endesha gari kwa barabara unavyotaka, hapana. Kuna njia ya kupanda, kuna njia ya kushuka. Na ukienda kombo kidogo unashikwa na askari. Obstruction nini unawekewa pale. Na gari ni ya kwako, na yeye hana gari.
lakini anatumia sheria. Hivyo hivyo ndio Mungu alivyoumba watu, aliwawekea sheria, na kila jambo lina sheria yake. Sasa kuchinja kuna sheria yake. Kwa mfano, Wakristo umeenda kuchinja, mnaanza kuchinja namna gani na mnasema nini wakati mnachinja mnyama? Asa naomba tu, unaomba sala tu, Unaomba sala gani? Unaombea mnyama. Unachinja na unaomba. Hapana, mnyama amekubalika. Si ndio hiyo nataka utufunze kidogo ndio watu wajue. Wakristo wanaomba dua hii wakati wanachinja mnyama. Mnaomba dua gani? Mnafanya namna gani? Mnyama ndio mbuzi yako hapa, mnafanyaje? Ndio uchinje. Si kimoyo tu hii imehalalishwa kukula. Sasa wao unasema kimoyo hii imehalalishwa kukula, unakata. Unaikata sasa, unaona. Sasa hapo hujaomba dua. Wanaomba aje dua kwani? Sasa dua sikiza Qur'ani 22:36. Ndio nakwambia nyinyi hamruhusiwi kuchinja, na hata serikali ya Kenya haijawaruhusu Wakristo kuchinja. Waislamu ndio wanachinja kwa chinjio, lakini Wakristo mnaruhusiwa kutoa ngozi, nafasi iko. Angalia vizuri lakini ngozi tunatoa pamoja, usiwe na wasiwasi. Kukata kichwa tunakata pamoja. Kukata kichwa Waislamu ndio wanakata, ngozi tutatoa pamoja. Sikiza inasemaje? 22:36 sheria ya kuchinja iko. 22:36 inasema na ngamia, na ng'ombe, na mbuzi, na kondoo wa sadaka tumekufanyeni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kwa huo mnayo khairi nyingi, basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu. Sikiza, litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao. Mnapofanyaje? Juu yao wasimamapo safu safu, mnapo wachinja. Unasikia? Tulia. Tumeambiwa tunapochinja mnyama tutaje jina la Mwenyezi Mungu. Bismillah, Allahu Akbar. Ndio unakata ile shingo. Maana yake tunachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna watu wanachinja kwa mizimu. Umeelewa? Lakini wakati wanachinja kwa ajili ya mizimu itabidi wataje mizimu ya kwao. Sasa sisi tunataja jina la Mwenyezi Mungu kwa sababu kila jambo tunaofanya tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya mizimu. Sasa nyie Wakristo hamna sheria ya kuchinja. Sheria lazima iwepo ya kuchinja. 5:5 Qur'ani, piga fafanuzi yake. Sikiza, unaambiwaje? Kuchinja kuna sheria. Alafu kabla hujachinja mnyama lazima umpe maji, umpatie majani, alafu noa kisu vizuri. Alafu sio unaenda kukaa kwa shingo ati unafanya hivi, hapana. Ni ukiteremka ukipanda umemalizana na hiyo shingo, kwa sababu ni mnyama anahisi uchungu. Ni vyenye Mungu ametuhalalisha tule wanyama. Unaona, nyama yao tumehalalishiwa, lakini pia anahisi uchungu. Ndio unaona ukichapa ng'ombe unamchapa hivi na kiboko, anakimbia kwa sababu anasikia uchungu. Vyenye wewe pia ukichapa unasikia uchungu, yeye pia anasikia. Hivyo ndio ukikata shingo naye anasikia uchungu. Sio ukae pale kwa shingo ati unarukaruka hivi, hapana. Kuna sheria. Ati umekata nusu alafu unasema lete kisu kingine, hii noa. Hapana, makosa. Ile nyama inakuwa ni haramu, kwa sababu sasa umemuhisisha uchungu zaidi. Inafaa ukiteremka ukipanda umemalizana nayo. Sikiza, kuna sheria ya kuchinja. Nasema hivi, chakula cha kuchinja hakiwi halali kwa Waislamu, ila kichinjwe na Muislamu, isipokuwa mara ya kwanza kichinjwe na Muislamu, au kichinjwe na Myahudi, au kichinjwe na Myahudi, au Mnasara, au kichinjwe na Manaswara, kwa sharti ile ya kuchinja, sheria ile ya kuchinja, sio kunyonga. Na ajabu, angalia, mimi hata nashangaa Wakristo wengi unasikia sijui tunaunga Israeli mko, na washangaa wao Mayahudi hawa. Nimeambiwa na mtu yuko Uingereza, wewe ongea kama uko na rafiki yako. Nimeambiwa wakiwa Uingereza hawa Mayahudi na nchi nyingine kando wanaenda kula, kama ni chakula wataingia kwa hoteli ya Muislamu. Kama ni nyama wanataka kula, wanakula nyama ambayo imechinjwa na Muislamu. Wakiona Mkristo amechinja kitu hawezi karibia pale. Hawa mwashangilia, hawezi kwa sababu wanajua Wakristo wako katika ushirikina, ndio itikadi yao na ndio haki ilivyo. Kwa sababu nyinyi hamna sheria mpaka ya kuchinja. Sheria ziko. Unapiga mnyama shoka. Mwingine anapiga mnyama shoka ama risasi ya kichwa. Mwingine anachukua kuku, anauma hivi, anarusha kichwa huko. Ama anaweka kwa hii mlango, unaona mlango, anagongesha mlango kichwa pande ile, mwili pande hii, anaweka inachemshwa supu. Hiyo haramu bana. Unasikiza mnyama uchungu bana. Wale wanyama wanahisi uchungu. Nimekuambia hata ukiwa na mbuzi, ukichapa tu mbuzi anarukaruka, anasikia uchungu.
kwa sababu ni mnyama, ana hisia ya uchungu. Venye binadamu anasikia uchungu, naye anasikia uchungu, lakini tumehalalishwa kula nyama yao. Unaona? So kwa utaratibu na sheria zile Mungu ameweka, sio kuadhibu hao wanyama. Na ndio kuna haki ya wanyama katika Uislamu. Hauwezi chukua ati umekasirika unachapa kuku. Kuchapa ni makosa, unapata dhambi. Na uwezi fungia paka, kama uwezi kumlisha unamfungua aende. Wewe kama umeweka paka, ujue huu paka lazima nimtafutie vyenye wewe unaenda kutafuta chakula unakula. Unajua naye paka anahitaji maziwa, anahitaji nyama kidogo, unaenda unanunua unamletea. Kama uwezi, wachana naye, mfungulie aende huko. Lakini kufungia mnyama na umulishi unapata dhambi na utaenda motoni. Mnyama anasababisha uende motoni ukimwadhibu mnyama. Kwa kawaida hiyo ngwangia gani? Ngwangia gani tuende motoni? Unaenda motoni kwa ajili ya kumwadhibu mnyama. Mnyama ukimwadhibu unaenda motoni kwa sababu ni kiumbe cha Mungu. Imeandikwa hapo, nathibitisha. Una habari, Mungu amekataza dhulma. Dhulma Mungu amekataza, ndio nakueleza. Ni katika mafunzo ya Uislamu. Iwe kwa mnyama, iwe kwa binadamu, Mungu amekataza dhulma. Sasa ndio nakwambia, ndio unaona tumepewa sheria ya kuchinja. Ndio nimekakueleza. Uwezi ati wewe ati umekasirika unachukua rungu unachapa mnyama ati hasira yako ishe. Wewe tena hadithi imekuja sahihi kabisa. Sikiza, mwanamke amenywesha umbwa maji. Mwanamke umbwa, tena amemnywesha umbwa maji, amechukua kiatu yake akachotea umbwa akampa maji. Kwa ajili ya hicho kitendo Mwenyezi Mungu akambashiria yule mwanamke ni mtu wa peponi, wa paradise. Na mwingine naye ameweka paka, akainyima chakula, akafunga mpaka ikastafu, mpaka ikakufa, akahukumiwa kwenda motoni kwa ajili ya kuadhibu kiumbe alichokiumba Mwenyezi Mungu. Yani wewe usione ni bora kuliko viumbe wengine. Wale viumbe pia wana haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio naambiwa hata siku ya kiyama viumbe watafufuliwa na pia watalipishwa, kisa waambiwe kuntu turaba, wawe mchanga. Lakini wanalipishwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa haki. Lete swali lingine. Maswali yamekwisha? Ndio niachilie niende. Nataka nijue hii Qur'ani ilikuja lini? Na hii ilikuja lini hii Qur'ani kwanza? Ndio Qur'ani imeteremka katika karne ya 7. Karne ya 7 ndio Qur'ani imeteremka. Qur'ani na Biblia gani ilitangulia? Qur'ani ilitangulia. Biblia ni kitabu kimekaliwa chini, nimekuambia 1611. Kimekaliwa chini na mtu anaitwa King James ambaye alikuwa ni mfalme pande hii ya nini. Hao ndio wamekaa chini akasema kiandikwe. Qur'ani miaka mingi iko. Mwaka 1446. Iko duniani karne ya 7, kuanzia karne ya 7 Qur'ani imo. Biblia imeandikwa juzi tu. King James 1611 ndio ameamrisha iandikwe. Kabla hawajaweka uchakachuaji hapa, wanaweka hii, anaweka hii. Na King James unafaa usome pia historia yake nani. Nikawa aje nini ukulize mnauri sana kuliko Qur'ani ni Uislamu. Kawaida uongo huwa inasambaa haraka kuliko ukweli. Saa hii uongo nikitaka kusambaza uongo inasambaa haraka kuliko ukweli. Ukweli ina take time, na watu kukubali ukweli wana take time kwa sababu watu wanapenda uongo zaidi. Unajua wakati walikuja, kwa mfano walipokuja Roman Catholic, walipoingia wana mtu anaita father ule. Ule wanakuambia hivi, wewe fanya unavyotaka usijali, lakini tu kuja kwa kanisa. Ndio unaona hata ukionja hakuna shida, wewe wanakuambia njoo, hakuna shida. Wewe kila Alhamisi unakuja unasema nilizini na jirani, niliiba, anakuambia mwanangu nimekusamehe. Nenda sema Maria Mtakatifu mara 23. Unasema madhambi imeenda. So wanadamu wanapenda vitu wepesi. Ndio unaona wakaingia katika Ukristo haraka. Kwa sababu anaenda anazini, akienda anaambiwa Yesu alibeba dhambi zako. Sasa wewe usikie raha wewe, lakini Yesu anabeba dhambi zako. Sasa wanaona hii ndio mzuri. Wanaona katika Uislamu sio mchezo. Unakatazwa hili na hili na hili, lakini katika Ukristo ukifanya jambo lote unasema Yesu amebeba dhambi zako, wewe unaambiwa uko sawa. Sasa unaweza kuniambia ati fata priest wasomi wakubwa wanajua wanadanganya? Kusema ati wasomi wakubwa wanadanganya, wao wanajua kweli. Sawa? Wale wasomi wa Kikristo wanaujua ukweli mahali ulipo. Wanajua ukweli ni Uislamu, lakini wanakaa kule kwa ajili ya kutaka mpaka kula mali yenu kwa dhuluma. Wale viongozi wanajua ukweli mahali ulipo. Na hata wachungaji zama hizi, angalia katika TV nyingi, wanakuambia Uislamu ndio dini ya haki. Angalia mchungaji kama IP wa Tanzania
Akitangaza kanisani anaambia Wakristo Uislamu dini ya haki, na sio yeye peke yake. Wachungaji wengi wakitangaza wanasema Uislamu dini ya haki, kwa sababu wale wanajua, lakini pale wamekaa kwa sababu kuna manufaa yao, wanapata hela. 9:34 Qur'an, Mungu kasatueleza. Wao wanajua, lakini nyinyi wanyonge ndio hamjui. Na ndio unaona wachungaji wao katika strategies yao venye wamepanga, wanajua kile wanachukua, kwa sababu wao wanakuambia wewe toa fungu la 10, lakini mchungaji muulize wewe unatoanga fungu la 10 unampatia nani? Anakuambia usiwahi uliza mwenye amepakwa mafuta na Mungu. Mungu atakupa mapigo. Mimi ndio nachukua na nakula. Unaona? Yaani yeye sasa kuwekea block. Habari nzuri. Sikiza habari inasemaje? 9:34. 34. 9 sura Tauba 34. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Wengi katika makasisi wengi katika makasisi ambao ndio wanaongoza huko. Wanavyoni wao Mayahudi na Manasara, ambao ndio wanavyoni wenu ambao ni Mayahudi na Manasara, na watawa wao wanakula mali za watu kwa batili. Wanakula mali za watu kwa batili, na wanajua wanakula mpaka mali yenu kwa batili, wakiwa wanajua. Wale viongozi wanajua, kwa sababu ni watu kidogo wanazuoni, wamesoma, wanajua haki iko katika Uislamu, lakini wanaona acha tukulie hawa. Si Mungu anasema tumpatie nini yake kwanza, kama fungu la 10, shida yako wapi? Unapatia nani? Kwani church kanisa afanye kazi ya Mungu, endeleze kazi ya Mungu. Sehemu gani inasema hivyo? Kwa sababu mimi sijaona mahali Mungu anasema tupeleke kwa kanisa. Kwani kanisa inakulanga? Imesema sehemu gani? Imesema fungu la 10 zinakubalika kwa wapi? Imesema fungu la 10 inakubalika. Imekubalika bwana. Sehemu gani? Kwanza fungu la 10 ni Old Testament, haiko hata katika New Testament, na ilikuwa ipewe maskini, sio ipewe tajiri. Unaona? Haiko ipewe tajiri, kwa ipewe maskini. Lakini wao wamekuja wakapindua pole, lakini wamekunyang'anya kwa muda mrefu, lakini ndio hivyo pole. Mimi sitoangi kumbe hata utoangi. Natoanga, lakini sasa mimi Biblia vile imesema vile unasomewa. Sasa unatoanga unapelekea nani? Mungu lazima umpatie nini yake. Kwani unaonananga na Mungu wapi ndio unampatia? Acha kazi yake kwa kanisa. Unajua kazi ya Mungu itaendelea namna gani? So wewe unaenda kanisani? Mimi naenda kanisani. Pole, lakini 11:17 wa Korinto wa kwanza. Kumbe unaenda kanisani. Ndio tatizo liko hapo. 17 wa Korinto ni wa kwanza inasema. Ndio tatizo liko hapo. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Lakini angalia hapo. Si ati nasoma tu, angalia hapo. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Kwa nini? Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kuna watu wanakusanyika lakini hawapati faida, wanapata hasara. Hiyo ni Biblia inasema, hatujui ni wapi wanakutana, si ndio? Tumeambiwa kuna watu wanakusanya lakini hawapati faida, wanapata hasara. Hebu rudia ndio asikie. Asante, ubarikiwe sana. Inasema hivi, lakini katika kuagiza haya si wasifu. Kwa nini? Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kuna watu wanakusanyika lakini hawapati faida, wanapata hasara. Hatujui ni wapi, tuulize Biblia. Hawa watu wanapata hasara, wanakutanikana ngawapi? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Kumbe mkutano wa hasara unapatikana wapi? Kutoa. Mimi sijakuja kutoa. Hiyo tutakuja baba. Usije ukaruka. Nataka nione hii mkutano wa hasara. Vizuri. Alafu tumalize kutoa na mikutano kwa kitu tofauti, umejua. Ndio tunaongelea mkutano ama kutoa. Unataka tuelewe hapo kwanza. Sasa wewe naona umeruka. Sasa unaruka hivi. Wale wa hasara, wale mikutano. Hakuna shida haya. Lakini hiyo mkutano wa hasara ni kanisa? Ama malizia basi, malizia. Ni kanisani. Wewe sasa tukuje hii ya kutoa. Maana yake naona una insist. Yesu alikuwa hapa duniani, si ndio? Yesu alikuwa duniani. Alichukua fungu la 10. Dakika moja. Yesu anasema, jitieni nila yangu, mujifunze kwangu. Sasa Yesu wakati ameishi duniani, amewahi siku moja kuwaitisha watu fungu la 10, kwa sababu Yesu anasema mwaniita mwalimu, nanyi mwanena vyema, kwa maana ndivyo nilivyo. Sasa kama Yesu ni mwalimu wa ukweli, je, katika maisha ya Yesu kuna wakati aliitisha watu fungu la 10? Yesu hakuitisha. Sasa kama Yesu hakuitisha,
Hii ukora ingine imetoka wapi? Kwa sababu Yesu Biblia inasema sasa unaona. Ngoja. Kumbe Yesu hakufuata hiyo Biblia. Kwa sababu Yesu anasema yeye ndio mwalimu. Sasa inaingilia wapi? Inaingilia hapa. Yesu anasema yeye ndio mwalimu. Ama muamini Yesu? Yesu muamini 100%. Asante. Maneno aliyofundisha Yesu ndio mnafuata au mnafuata kichwa yenu? Biblia inasema. So hamfuati Yesu. Mnafuata Biblia. So nyinyi mnafuata Biblia, mfuati Yesu. Unajua ni vizuri watu wajue Wakristo hawafuati Yesu kuliko mwe mnadanganya watu. Sisi tunafuata Yesu. So nyinyi hamfuati Yesu. Kwa sababu maisha ya Yesu hajaitisha sadaka wala hajaitisha fungu la 10. Lakini nyinyi kwa sababu mliona Yesu yeye hajajielewa, nyinyi mkao mnaielewa Biblia kwa sababu Yesu haelewi. Si ndio hivyo? Mjue Biblia ikisema ni hivyo. Kwa sababu Yesu alifanya makosa, si ndio hiyo? Kwa sababu hakuchukua. Sasa unaona. Wanafunzi wa Yesu walikuwa 12, si ni kweli? Kabisa. Asante. Katika hao wanafunzi wa Yesu, kuna siku hata moja waliitisha watu fungu la 10? Hakuna. Sasa itakuwaje Yesu hajaitisha? Wagoja ndio nakuja. Yesu hajaitisha, wanafunzi wake hawajaitisha, lakini wewe uko hapa Mkuru kwa Ruben unaitisha fungu la 10 kaka. Uone wewe unahadaa watu. Yesu hajaitisha, wanafunzi wa Yesu hawajaitisha, lakini wewe uko hapa Mkuru kwa Ruben unaitisha. Wewe uone wewe unahadaa watu, unahadaa Wakristo. Mbona watapenda kuaibia Wakristo bure? Fanya hivi. Wacha tuone, waje mimi naye nifanye research yangu nitaona tu nitakujibu na maana. Lakini sisi tunafuata Biblia vile imesema. Hamfuati Yesu. Nani umefurahi vizuri sana? Wewe usipate kwa Yesu sana. Si unasikia hata anasema msikwame kwa Yesu. Vile Mungu amesema na Mungu ni mkuu umejua. Unaona Mungu ni mkuu. Bila ukisema akiamrisha unafanya yangu vile amefanya. Sasa twende polepole kwa Biblia. Wapi Mungu ameamrisha fungu la 10 ipatiwe mchungaji? Sasa sijasema mchungaji. Wapi imesema ipelekwe kanisani? Yaani ifanye kazi yake. Wapi imesema fungu ya 10 ifanye kazi ya Mungu? Sehemu gani? Time imeenda, nimekuja wacha tu mimi nitakuja kesho. Kama ukisema ufundishe ufundishwa. Basi amesema atakuja kesho, wenda ukuje kesho, ukuje kesho basi takufundisha kesho. Njoo kesho usiwe na wasiwasi. Salim. Mimi wanaita McDonald. Muda sio mkubwa sana lakini kuna nafasi kubwa sana ya kufunza. Je, uko na swali ungependa kuwauliza Waislamu? Leo tumechelewa kidogo lakini ndio hivyo lakini mimi kwa upande wangu sina swali lolote. Una swali yote? Na wewe bado ni Mkristo? Mimi ni Mkristo wa kupotea lakini wewe ni Mkristo wa kupotea? So unajua siari umepotea. Kumbe unajijua umepotea. Sasa mbona kama unajua haki umepotea katika Ukristo, mbona usiwe Muislamu? Mimi hata nilikuwa nadhani ulisilimu kitambo, maana yake nisali kuona hapa kwa muhadhara mara nyingi. Na kuanga hapa lakini ingawa kulingana na hali ya kasi sinanga muda iko kwa sababu acha nikufichirie siri moja kakangu. Hapa duniani tunaweza ngangana na mambo ya kazi na nini, mambo mengi tu, na ni vizuri kutafuta riski. Lakini ujue kuna mtu anatoka asubuhi wala harudi jioni. Ndio amepatana na malakul maut amekufa. Na ukikufa ile mali ulikuwa unatafuta, kwa mfano labda umeacha kwa banki umeweka milioni 2. Ile pesa itachukuliwa na labda hata damu yako watoto wako hawatakula, itakuliwa na watu wengine wataenjoy. Unaona? So ile kitu yako ambao ni yako ni ile umekula kisha ukaenda haja. Sawa? Hiyo ndio riski yako. Na ile nguo umevaa kisha ikararuka ikaisha. Kwa sababu sasa mimi nikianguka nikifa, aka kakoti akajaisha kanachukuliwa, kanapatiwa mtu mwingine anaendelea kuvaa, ni riski ya mtu mwingine. Lakini ile nimevaa ikararuka, hiyo ndio riski yangu. Na mwanadamu anajidanganya sana duniani. Hii dunia baada ya miaka 50 ukikufa baada hata ya miaka 3 watu wamekusahau. Watu wanakusahau kabisa, unasaulika. Ukiulizwa babu ya babu yako alikuwa anaitwa nani, hata una habari, ili saulika. Na babako kama yuko hai ndio unamkumbuka, akifa unamkumbuka kidogo alafu inaenda hivyo anasaulika. Ndio dunia iko hivyo. Na ndio unaambiwa jenga akhera yako wewe mwenyewe, kwa sababu hata watoto unaoacha haujajua. Unaomba kabisa uache mtoto mwema, lakini haujui anaweza akabadilika. Sasa kama wewe haukutengeneza akhera yako, unatengeneza tu dunia yako, ujue hii dunia utaiacha. Wangapi wameondoka, watu walikuwa wazito hii Kenya wanatajwa, tunanyamaza. Leo hawako, wamelala kaburini. Hii Kenya sikupeleki mbali, walikuwa wakiongea unanyamaza mahali huko, walikuwa viongozi. Leo hawako, wamesaulika kabisa, wako makaburini.
Na sisi usione tuko na ujanja, wakati sisi ni maiti watarajiwa, wakati wote tunazoondoka. Nyumba nzuri ambayo unaishi umejenga, usikatae kujenga nyumba, ni vizuri. Kipando pia ni nzuri na nyumba ni mzuri. Lakini hiyo nyumba nzuri uliojenga, ujue kesho anaweza ishi mtu mwingine hata sio damu yako, na akaishi bure, wala hajajenga wala hajanunua. So wewe kwanza mjue Mola wako, ujue namna ya kumwabudu Mungu wako, na ujue akhira. Hii dunia tunapita, sisi ni mapito. So usishike dunia ati mimi sipati time, nafanya kazi 24 hours. Wangapi walifanya hivyo leo saa hii walisaulika duniani. Lakini ukimkumbuka Mungu wako, naye Mungu atakukumbuka siku ya kiyama. So ni vizuri utenge dakika 20. Hata kama ni Sunday, usilimu saa hii, uwe kama ni Sunday ukipata 20 minutes unaenda pale unasoma dini yako, kwa sababu Uislamu ni kusoma, ujue chenye unaabudu. Sio kuabudu tu hivi hivi, lazima ujue chenye unaabudu, ujue namna ya kufanya ibada, ujue namna nini, yani mambo mengi katika Uislamu. So nafasi iko. Ni ukweli. So ni wewe tu kuamua kutoa kwa roho yako, wala sisi hatukulazimisha. Manake kuwa Muislamu ni kwa hiari yako. Ulazimishwi na mtu yoyote. Ulazimishwi. Lakini bado kidogo tu. Bado kidogo. 16:70 Qur'ani. Alafu tuchukue swali ya mwisho. 16:70 nasema. 16:70 Suratu Nahari. Tumpatie usia kidogo. Manake watu wamegafirika na hii dunia. Leo unawezaona mtu ako na milioni 50. Unamwambia lete shilingi 20,000 tukafikishe dawa sehemu fulani. Anakuambia kakangu bana nitafirisika bana. Lakini hajui kesho kama atafika. Anaondoka malakul mauti, anabeba nafsi yake. Na utaulizwa kwa yale yote uliyoyachuma. Wewe ndio utaulizwa. Wengine wanatumia kwa raha zao, lakini wewe utaulizwa. Sikiza habari inasemaje? Na Mwenyezi Mungu 16:70. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kisha anakufisheni. Yani Mungu alipotuumba kisha yeye ndiye anatufisha. Hakuna kifo ya bahati mbaya. Unajua nyinyi wa Kristo mtu akifa mnasema bahati mbaya amekufa. Hakuna bahati mbaya. Kila nafsi itaonja mauti. Namna tulivyoumbwa, kisha tunarejea Mwenyezi Mungu mmoja mmoja. Hatuji pamoja. Sikiza habari. Na miongoni mwenu wako wanaorudishwa katika umri mbaya. Yani kuna wale wanaorudishwa katika umri mbaya. Ukisikia umri mbaya ni wakati umezeeka kabisa. Inabidi tulia kidogo. Umri mbaya, yani umezeeka kabisa, maana yake hata uwezi toka ukaenda haja. Unajiendea haja. Yani ni namna ulivyokuwa utotoni. Yani unarudishwa utotoni. Hujaiona mzee wewe anavalishwa pampers? Umeiona? Anaoshwa, ana nini, hawezi jifanyia chochote. Amezeeka kabisa. Unaona? Sikiza inaendelea kusema wa uzee kabisa akawa hajui chochote tena. Yani hujui chochote. Yule ujuzi aliyokuwa nao. Baada ya yule ujuzi alikuwa ni profesa, alikuwa nini, lakini anaondolewa, anarudishwa kama mtoto mdogo, hajui hata kwenda haja wala nini. Pale alipokaa ndio anajiendea haja na kila kitu. Umerudishwa katika kama vyenye ulikuwa mtoto mdogo na ulikuwa profesa mkubwa. Malisia hajui chochote tena baada ya yule ujuzi aliyokuwa nao. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na muweza. Asante. Na Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu kuliko wengine katika riski. Asante. Na wale waliofadhilishwa hawawagawi riski zao kwa wale waliomtamalaki. Unasikia? Na Mwenyezi Mungu ndiye amewafadhilisha wengine kuliko wengine. Usione kama kupata mali yako ni ujuzi wako. Hapana. Ni kwa ajili ya neema za Allah amekuzidishia mali. Unaona? Na ukipewa mali usiwe na kibri. Kwa sababu kuna vitu vinawapatia watu kibri. Elimu inawapatia watu kibri. Na mali pia inawapatia watu kibri. Isipokuwa wale mashallah wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Manake mali, mtu akiwa na mali nyingi anakuuliza wewe utanifanya nini? Kwa sababu anajua ukipeleka kesi kotini atanunua kila mtu. Na nipata anakuuliza wewe utanifanya nini? Wakati yeye ni mani. Na ndio unaona kifo ikaja kuwaweka watu sawa. Uwe tajiri uwe maskini unaenda kwa shimo. Wewe ni maiti mtarajiwa. Ishi utakavyoishi, lakini ujue siku moja utaingia katika kaburini. Lakini ukiingia kaburini utaingia namna gani? Kwa sababu kuna maswali. Utaulizwa Mola wako ni nani? Lazima useme ni Allah. Utaulizwa kitabu chako ni kigani? Lazima useme ni Qur'ani. Utaulizwa nabii wako ni nani? Lazima useme ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na utaulizwa dini yako ni gani? Lazima useme al-Islam, ndio dini yako.
Yani wewe ukikosa hiyo unapata mkongoto tena hapo. Tena unagojea siku ya kiyama. Hakuna kupumzika huko manangu. Siku ya kiyama unaulizwa na wale malaika ambao wanakuwa pale motoni. Malaika ambao hawacheki ndio wanalinda moto. Hakuna mashetani wanaolinda moto. Wanaolinda moto ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Wanakuuliza, ya wewe fulani bin fulani, mbona hakukuja mtu yoyote akakuonya na siku hii na akakuonya na huu moto wa Jahannam? Atakuuliza wale. Yani hakuna mtu yoyote alikuja akakuonya na hii moto wa Jahannam. Leo unakuja unaingia motoni hivi hivi. Wanakuuliza wale. 43:77 Qur'ani. Asema tunafiga vitu vyetu. 43:77. Wewe utasema ni kweli walikuja lakini ulipuuza. Na ndio unaona leo tunawatangazia watu lakini wanapuuza. Hatuwezi chochote lakini tunawaambia wao Waislamu waokoe nafsi zao na moto wa Jahannam. 43:77. Na watapiga kelele. Kumwambia yule malaika. Kumwambia yule malaika wa motoni, kwa sababu moto ni wa Mungu. Hakuna kitu cha shetani. Moto ni wa Mungu, mali ni ya Mungu, kila kitu. Pepo ni ya Mungu. Anayewaadhibu. Anayewaadhibu wanakuwa wanaadhibiwa na malaika motoni. Waseme, malaika. Natufishe Mola wako. Yani ambia Mola wako atufishe. Yani wanaomba wakufe. Leo duniani ukiambia mtu wewe utakufa, anakimbia pale anachukua P3. Anasema umemtishia maisha yake atakufa. Yani binadamu anaogopa kifo kabisa, hataki kufa. Lakini siku hiyo ya kiyama unatamani ukufe wakati kifo hakuna sasa. Ni maisha ya milele, hamna kifo. Lakini unatamani ukufe kwa ajili ya adhabu ambayo unaingizwa. Tena adhabu yenyewe unaambiwa ngozi inabadilika, inarudi upya, inachomeka tena inabadilika automatic. Sikiza habari malizia. Malaika aseme. Malaika anasema, bila shaka mtakaa humo. Yani mnakaa humo, hakuna kufa tena. Ndio unasikia maisha ya milele. Unakaa humo. Malizia. Kwa yakini tulikuleteni maneno ya haki. Muliletewa maneno ya haki. Lakini wengi katika nyinyi mulikuwa mkichukia. Yani mulikuwa mkichukia haki. Kuna watu wanachukia, hata akisikia unamwambia Uislamu ndio dini ya haki, anachukia, anakuwa anachukia, anaenda naye. Huyo anawekwa motoni wa Jahannam. Kisha anaambiwa hakukuja mtu anakuongeza mambo ya haki, kisha wewe ulikuwa unachukia, unaingizwa pale motoni. Tena ni marejeo mabaya mno. Tunamuomba Mwenyezi Mungu asituingize katika moto wa Jahannam. Marejeo mabaya mno kwa mja yoyote. Na ili usiingie pale, kwanza ni utamke kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa nini? Wale watakaokuwa motoni kuna kitu wanakuwa watatamani. 15:2 Qur'an. Kuna kitu wanatamani. Wakiwa motoni kuna kitu watakuwa wakitamani. Sikiza. Na leo tunakupatia free, lakini kule utakuwa ukitamani. Sikiza. Usiwe wale wa siku hiyo. 15:2 Qur'ani. Sikiza habari. 15:2 Qur'ani. Malaka hii Qur'ani ina mafunzo mengi tena mazuri. Wala hatukutishii kwa lolote. Tunakuambia haki ilivyo. Na watu wa motoni wataulizwa, je, mumepata ile haki mlikuwa mkiahidiwa na nyinyi mlikuwa mnasema ni uongo? Kuna watu ambao vichwa vyao vimeharibika, wanasema Mungu hawezi kuumba binadamu kisha aende akamchome. Na wewe unaona serikali kama yake, serikali inatengenezwa serikali, lakini wameweka jela na wameweka mahakama. Ukileta upuzi wanakuweka pale na wanakuadhibu. Lakini wewe unaona Mungu hawezi kukuadhibu. Yani wewe upate vyenye unataka ama uishi bila sheria yote ya Mungu. Sikiza 15:2 watu wa motoni mara nyingi wale waliokufuru watatamani huko motoni. Wale waliokufuru watatamani huko motoni. Lao wangelikuwa Waislamu. Watatamani lao wangelikuwa Waislamu. Leo Uislamu watu wanauchukia duniani, lakini wakiingia motoni watatamani lao tungelikuwa tu Waislamu. Leo tunakupatia Uislamu na golden plate. Maswahaba shingo zao zilikatwa kwa ajili ya Uislamu. Watu waliteseka kwa ajili ya Uislamu. Leo tunawapatia Uislamu na golden plate. Hamna mtu aliyekuchuna. Tunakwambia kula ilaha illallah ili uweze kufaulu. Lakini watu wanaona uzito. Lakini siku hiyo hakutakuwa time ya kurudishwa duniani ndio uweze kutamka hiyo kilima. Leo tunakupatia for free, lakini ni juu yako. Kama unataka utaongoka, kama utaki basi unabaki hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye. Kazi yetu ni kufikisha na tumefanya kazi yetu kufikisha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuingize peponi. Tena jana Firdaus. Sawa So karibu sana. Kesho inshallah kwa ajili ya muda tunamalizia, tunasema wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpaka hapo kesho inshallah.